Vipi kama ukijua kwamba inawezekana kuwa na furaha kabisa katikati ya dunia iliyochafuka? Watu wengi wanatafuta amani kwa kutafuta green card, angalau wakaishi Marekani. Wengine wanatumia hata ushirikina wapate vyeo, wapate fedha ili maisha yao yawe mazuri. Lakini leo tunakwenda kukumbuka na kukujikumbusha kwamba wenyeji wetu uko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwenyezi. Kwa hapa duniani ni kama mtu anaishi kwenye nyumba ya kupanga. Hapa duniani kama mtu anaishi guest, huku akijua kuna nyumbani kwake ambako anatakiwa aende. Nyumbani kwetu mpendwa ni mbinguni. Katika somo la wiki hii la mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu, tukiangalia kama katika mtazamo wa Biblia ni suluhisho la maisha yanayoendelea hapa duniani na kwa ajili ya uzima wetu ule wa milele, tunakwenda kujifunza mambo makubwa 5 mazuri sana ambayo maisha yako kwa kweli utamshukuru Mungu sana. Hebu tuombe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mafunuo ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kitabu cha Wafilipi ambacho tunakwenda kuchukua vitu vizito, vitamu, vizuri vya mbinu za kuishi siku za mwisho, huku tukisubiria kwenda nyumbani kwetu. Bwana tusaidie sana. Roho wa ufahamu, maarifa na uelewa akawe juu yetu katika jina la Yesu. Amen. Msisumbuke kwa neno lolote. Kwa kila neno kuomba, kusali na kushukuru. Haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Kama ukishindwa kuelewa vyote, elewa hili: usisumbuke kwa neno lolote. Kama iko haja, anza na Mungu kwanza. Kama liko neno, anza na Mungu kwanza. Kama liko tatizo, anza na Mungu kwanza. Haja zako, hoja zako, shida zako, mahitaji yako yajulikane kwa Mungu sana kuliko kwa watu. Maana yeye Mungu ana watu wake ambao ndio masuluhisho ya matatizo yako. Akiamua kuconnect, anaamua. Akiamua yeye mwenyewe aingilie kati, kama kwa Elisha anaingilia kati. Ana millions of options za kuingilia kati kwenye kila haja na hoja ya kila mtu. Sasa leo tunasoma somo linalosema wenyeji wetu uko mbinguni. Ziko pointi 5. Pointi ya kwanza inapatikana kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 17 mpaka wa 19. Mifano ya kuigwa. Kuna mifano mibaya na mifano mizuri. Tunazungumzia mifano ya kuigwa. Hebu tusome kidogo. Wafilipi 3:17 mpaka 19. Ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao u katika fedhea yao, waniao mambo ya dunia. Wakati Paulo amewaachia mfano bora na mzuri wa kuiga Wafilipi, walikuwepo watu ambao walikuwa wanatafuta mambo yao wenyewe. Nao ni watu wa Mungu wazuri tu, lakini wana mambo yao. Mungu wao sio baba yako. Mungu wao ni tumbo lao. Wanatafuta mambo yao wenyewe, matumbo yao. Na kwa bahati mbaya sana, watu wengi tumechanganyikiwa, tumeshindwa tumwige nani. Leo hatua ya kwanza ya mbinu ya kuishi katika dunia hii, tunapoelekea kujiandaa kupokea familia yetu mpya ya kuingia katika mbingu mpya na nchi mpya, tujue tunamuiga nani. Tujifunze kuiga watu sahihi. Ikiwa umekoswa cha kuiga, ikiwa umekoswa wa kumuiga, muige Yesu. Iga maandiko, itakuwa salama sana kwako. Katika ulimwengu wa influencers, Paulo anatupa umakini wa kuangalia nani wa kumuiga. Unaweza ukamuiga mtu, kumbe ni wakala wa adui, ana mungu wake mwingine, lakini amekimbilia kwenye mambo ya Mungu. Mwisho wa siku ukapotea pamoja naye. Wapo wanaofuata tumbo, tamaa za muda, na wapo wanaoelekea mbinguni. Katika maombi yako usisahau kuomba ombi hili la muhimu sana. Mwambie Mungu, naomba watu sahihi wa kuiga.
wale ambao Mungu wao ni Mungu wa mbinguni. Ni kata connection zote na viongozi wa kidini, wahubiri na wainjilisti, waumini na watu wa Mungu ambao kwa kujificha sana, Mungu wao ni tumbo lao na sio Mungu wa mbinguni. Mungu wao ni mapenzi yao na sio mapenzi ya Baba wa mbinguni. Mungu wao ni kujitafutia mambo yao wenyewe na sio Mungu tunayemwabudu. Hii ndio tahadhari ya kwanza katika sehemu yetu ya kwanza katika kujifunza maandiko matakatifu. Si maisha yako ndio Biblia pekee, sio hii kitabu. Maisha nayoishi mimi ndio Biblia ambayo watu wanataka waisome. Unaweza ukawa ni kizuizi kwa watu kuiga maisha yako. Kumbe inawezekana ukawa mchungaji alafu ukawa mzinzi, wanaiga uzinzi wako. Kumbe inawezekana ukawa mzee wa kanisa alafu ukawa tu mchawi, mlevi na mtu ajabu. Hata sisi kumbe tunawezekana tukavaa tu suti nzuri tukapendeza, alafu tukawa tu watu wa majungu, wachonganishi, matapeli, ujanja mwingi. Kuna nukuu moja niliwahi kusoma inasema, katika siku ile ya mwisho Yesu atakapokuja, miongoni mwa adhabu zitakazotolewa ni adhabu za watu ambao kwa mvuto wao mbaya zilipelekea maelfu ya watu wakaingia katika upotovu, wakapotea. Japo Mungu alitafuta mchakato ya kuwaokoa, wengine walikataa, lakini chanzo kilikuwa ni mvuto wako. Kwa simamia mvuto wako. Tunasema influence management. Manage usimamizi wa influence, ushawishi wako. Je, unawavuta watu kwa Mungu wa dunia hii na tumbo, au unawavuta watu kumtegemea Bwana wa mabwana? Watu hawajali unachokijua, watu wanajali unachokiishi. Unachokiishi kina uwezo wa kuwavuta watu kwa Mungu, kina uwezo wa kuwavuta watu kwa miungu. Kwa ishi kwa umakini. Usifuate trendi za dunia, trendi za social media, trendi za siasa. Fuata ukweli wa Mungu. Unayemfuata leo, rafiki unayotembea naye leo, yule ambaye anashawishi maisha yako, ndiye atakayeamua kule unakoelekea. Kama umeona hauamini kila mtu, muamini Yesu kuliko kumfuata mtu ambaye humuelewi, maana mwisho wa siku itakula kwako rafiki. Mfuate Mungu, muamini Yesu. Alafu huyo Yesu mwambie, naomba watu wa karibu sahihi wa kuwafuata na kujifunza kutoka kwao. Jambo la pili, simama imara. Kimsingi dunia ya sasa haimuaccommodate, haimpi nafasi mtu ambaye ni dhaifu na teketeke. Lazima uwe imara. Ukiwa Mkristo soft, usina mizizi katika neno la Mungu, mafuriko yatakupitia. Weka mkakati, weka ratiba ya kuimarisha imani yako. Kabla unaenda kutafuta mishemishe za maisha na dunia na utafutaji na nini akakuzonga na kuvinga akili yako ikapumbazwa, weka mkakati wa kuimarisha msuri wako wa imani. Anza gym za kiroho. Anza mafunzo ya kuimarisha imani yako katika neno. Itakupa nguvu sana. Wafilipi 3:20-21. 3:20-21. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Bwana Yesu Mwokozi, Bwana wetu Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu huwa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Tumesema hapa nyumbani, duniani, sio nyumbani, duniani ni kama tu tunaishi nyumba kulala wageni. Hapa duniani, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 29 kama sio kwanza 29, anasema tu wapitaji, ni kama manyasi. Sasa ukiwa dhaifu, unaweza ukajikuta focus ya akili yako ni duniani, ukaanza hata kushindana watu wa duniani, kadri na wewe unasikiliza muziki ya duniani, kiherehere kwenye mambo ya dunia, uko fronti mbele kuliko mambo matakatifu ya Mungu. Hii itakuathiri sana rafiki yangu.
Wenyeji wetu, sasa naposema neno wenyeji ni citizenship, our citizenship, uraia wetu uko mbinguni. Kwa hiyo sisi ni wanadiplomasia wa mbinguni. Serikali yetu sio hii iliyoko duniani, ni ile ya mbinguni. Kutoka huko tunautazamia ufalme, ujio wake. Sasa ujio wake ule ndio unapaswa kuvaa akili zetu kwa asilimia kubwa, na ndio maana makanisa yote ya uongo, dini zote za uongo hazisisitizi ujio wa Yesu kama ndio tumaini pekee la mwanadamu wa sasa. Wamebendi akili za wanadamu, wamezikunja akili za wanadamu kuangalia matumbo yao, mavazi yao, kutafuta magari na vitu vya dunia. Wanasahau hii kitu ni cha muhimu sana. Dunia hii nimesema ni guest, lakini naweza nikasema pia ni shule. Tunapoenda shuleni boarding, mimi nimesoma boarding, shule yetu Pugu Sekondari, huwa kuna muda wa kwenda nyumbani. Hatujawa designed kuishi pale bwenini, bweni yetu Azimio maisha yetu yote. Kuna muda utatoka. Sasa dunia yetu ni shule tu, na vitu fulani tunajifunza hapo kama tunajiandaa kwenda nyumbani. Usiwekeze kila kitu kwenye darasa wakati nyumba yako ya kudumu iko tayari mbinguni. Usije ukajisahau ukawekeza kila kitu maisha yako kwenye shule. Kuna maisha baada ya shule, kuna kwenu. Ili uweze kuwa imara, meli ili izame itabidi maji yaliyo nje yaingie ndani. Ili maisha yako yazame, ushinde kunufaika na baraka za uzima wa milele za nyumbani kwetu ambako Mungu ametuandalia, lazima uruhusu dunia iingie ndani yako. Weka fensi, piga marufuku vitu vyote vya dunia visije vikaingia kama maji vikayazamisha maisha yako. Maisha yako yakaishia kwenye nyumba ya kulala wageni, maisha yako yakaishia kwenye upangaji, ukasahau unakwako ambako Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwangu kuna makao mengi, kama sivyo nisingaliwaambia nakwenda kuwaandalia mahali. Bwana ameandaa mahali pako. Hapa sio kwenu, kwenu ni mbinguni. Usijisahau sana ukafikiri hapa ndo umefika. Kitendo cha kutambua ya kwamba uraia wako ni wa mbinguni unakulinda. Kicho kitendo kinakulinda dhidi ya hofu zote za dunia. Yesu ametuokoa na hofu ya kifo na kifo chenyewe. Ukiwa katika Yesu, anasema aniaminie mimi ameshavuka kutoka katika mauti na kuingia katika uzimani. Ameshavuka hukumu. Ukiwa ndani ya Yesu, anasema aniaminie nini? Anao uzima wa milele tayari ndani yake. Sasa kama ndani yako na uzima wa milele, focus yako ni kuishi uhalisia wa kile ambacho Mungu amekiandaa na si vitu vya dunia hii. Ni vizuri, lakini vifanye baraka zote za kidunia ambazo Mungu amekupa kuwa ni mawakala, ni vibebeo vya maisha yako na maandalizi ya maisha yako, ni tuition za shule kukuandaa kwa maisha bora nyumbani kwenu, na si ndivyo hitimisho la maisha yako. Hoja ya tatu, namna mbinu za kuishi siku za mwisho, ni furaha isiyoyumba. Furaha isiyoyumba. Wafilipi 4 mstari wa 4 mpaka wa 7. 4 mpaka 7. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Furaha yako haipaswi kutokana na salio lako katika benki. Furaha yako haipaswi kutokana na uwezo wako wa kuwapeleka watoto wako shule za kisasa za English medium. Furaha yako haipaswi kutokana
na kufahamiana na wanasiasa na wafanya maamuzi wakubwa katika nchi. Furaha yako inapaswa kutoka katika Bwana. Maana Biblia inasema mwanadamu ajapo niasi, nitaipiga nchi, nitaliondoa tegemeo lao la chakula. Lakini wakiwemo watu watatu, anasema Ayubu, Danieli na Nuhu. Mtu kama Nuhu, kitabu cha 14 Ezekieli nafikiri, anasema wataziokoa nafsi zao. Ukitegemea fedha kama ndio chanzo cha furaha zako, fedha, Biblia inasema kitabu cha Ufunuo, watu watazitupa. Kuna nyakati katika maisha itafika, fedha, mali hazitakuwa na nafasi. Ndio maana Yesu alimwambia jamaa mmoja, akamwambia, mpumbavu mkubwa wewe, leo anakuja kuiondoa nafsi yako. Kweli unakusanya fedha, una vyakula, una mali, unasema ule ufurahie, wanakuja kuiondoa roho yako. Mtegemee Yesu mwenye uwezo wa kuokoa mwili na roho yako, maisha yako. Sasa ukimtegemea Yesu unakuwa na furaha ya kweli. Na furaha ya kweli ni furaha ambayo haieleweki. Yaani mtu hawezi kuielezea. Unawezaje kufurahi katika hali hiyo? Watu wa Mungu ni watu wa kufurahi. Na tunafurahi katika hali zote. Hii furaha inaitwa ni incarnational joy. Kuna tofauti kati ya joy, furaha kwa maana ya joy, na furaha kwa maana ya happiness. Furaha kwa maana ya happiness ni ile furaha ambayo inategemea mazingira yanayokuzunguka. Una furaha sana kwa sababu ulifanikiwa kuoa mke ambaye anakuheshimu. Na furaha sana kwa sababu ulipomaliza chuo ulipata kazi na maisha yako yanaenda vizuri. Una furaha kwa sababu una watu ambao ukiwa na shida wanaweza kukugusa mikono yao, kukugusa maisha yako. Una furaha kwa sababu tu huna magonjwa. Inaitwa ni happiness. Inategemea na maisha yanayotokea. Lakini hali ikibadilika, furaha imekwisha. Furaha ambayo tunaita incarnational joy ni furaha kutoka mbinguni ya mtu kukaa na Mungu ndani yake, ambayo hata katikati ya shimo ambalo alitupwa Yusufu unaweza ukafurahi. Juu ya msalaba, kitabu cha Wakolosai anasema alishangilia katika msalaba huo. Yesu alishangilia. Eloi Eloi lama sabakthani. Pamoja ni kilio cha maumivu makali, ndani yake kwenye kitabu cha Wakolosai anasema alifurahia. Alishangilia. Furaha ambayo Stefano katika kupigwa mawe alikuwa anaomba, Baba wasamehe maana hawajui walifanyalo. Huko anaona mbingu zinafunguka, mambo yanaachiwa. Hii ndio Mungu anataka akupe. Sasa furaha sio kutokuwa na matatizo, bali ni kuwa na uwezo wa kukabiliana nayo ukiwa na tabasamu. Mshikana mtu anapitia mazingira magumu sana, lakini uso wake unakatabasamu bado. Hii kitu kibinadamu haiwezekani, natakiwa itoke kwa Mungu. Na ndio hii ambayo Mungu ameahidi kuwapa watu wake siku za mwisho. Kwani asikupe na wewe? Kwani usimwambie Mungu, na mimi naomba unipe? Maombi yana uhusiano gani katika furaha? Sema katika mambo yote kusali, kuomba na kushukuru. Maombi ni kama remote control ya kucontrol, kama unatumia air condition AC, ambayo unaweza kaamua kuregulate hali ya hewa ya maisha yako. Joto linapopanda, maombi ni remote control yenye uwezo wa kubadilisha channel kutoka kwenye joto kwenda kwenye baridi. Haleluya. Kama machozi yanapozidi kwenye maisha, maombi ndio remote control yenye uwezo wa connect na mbingu na kubadilisha anga hewa lenye machozi ya huzuni yakawa machozi ya furaha. Hii ndio maombi. Kwa kuna nafasi kubwa sana ya maombi katika kutunza anga hewa la furaha katika kila hali utakayokuwa unapitia. Yaani amani kutoka kwa Mungu haina uhusiano na watu kukuelewa. Usitafute kueleweka kwa watu. Tafuta kuaminika na Mungu. Ukiaminika na Mungu, amani yako itawashangaza hata wanaotarajia huzuni zako. Mwisho, jambo la pili kutoka mwisho la 4, yatafakarini haya. Kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 8 mpaka wa 9. 4:8 mpaka 9. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yaliyo ya haki, yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwamo wema wote, ukiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini haya. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia
na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Watu wengi hawajui siri ya kuwa pamoja na Mungu. Kuwa pamoja na Mungu maana yake ni kutembea katika angahewa la Mungu. Mitandao ya kijamii, vyombo vya habari na mifumo yote ya kupalishana habari ya kidunia, vikao vya kijamii, mikutano ya kijamii imeandaa kuweka angahewa la dunia kwenye akili yako. Sasa ili ulinde kilichomo ndani yako kiendelee kukaa kwenye angahewa la kimungu katikati ya dunia, lazima ukubali kuishi Wafilipi 4:8-9. Pattern ya maisha yako yatembee kwenye vitu vilivyotajwa. Tafakarini haya yapi? Lenye upole, lilo jema, lilo staha. Mambo yametajwa pale mazuri, ukiwemo wema wote. Yatafakarini hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Afu furaha yako isitokane na taarifa za habari. Furaha yako itokane na neno la Mungu, na Mungu wa mbinguni atakuhifadhi katika kila hali. Huwezi kuishi maisha chanya ukiwa na akili hasi, negative mind. Haya mambo ambayo ameyasema ni mambo chanya kutoka kwa Mungu. Kwa huwezi kuishi maisha chanya wakati maisha yako na nafikiri kichwani ni hasi. Lishe ya akili yako inaamua afya ya roho yako. Unalisha nini? Lazima utenge muda wa kutosha wa kulisha mambo ya Mungu ili nguvu za Mungu ziweze kuzingira maisha yako. Jambo la mwisho ni siri ya kuridhika. Siri ya kuridhika. Kitabu cha Wafilipi 4:10-13 na mstari wa 19. Nalifurahi sana katika Bwana, kwa kuwa sasa mwisho mmehuishwa tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote, katika mambo yoyote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kwa kuwa na vingi na kupungukiwa. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Biblia isemi unayaweza mambo yote katika mishahara unayoipata, katika miradi unayoifanya, katika kampani ulizonazo. Hauwezi mambo yote katika kitu kingine chochote isipokuwa katika Mungu yeye akutiaye nguvu. Kuridhika, maisha siri ya kuridhika. Kuridhika sio kuwa na kila kitu. Mmemsikia hapo anasema, maandiko yanasema katika hali ya kuwa navyo, katika hali ya kutokuwa navyo, katika kufanikiwa na katika kushushwa. Anasema mimi mambo yote nayaweza katika anitiaye Mungu. Kwa kuridhika nguvu. Katika kuridhika sio katika kila kitu, ni kutosheka na yule aliyenipa vyote. Mungu atatupatia mahitaji yetu kulingana na kiwango chake cha utajiri. Yeye aliye tajiri kwa kila kitu anajua wewe ukiweka mipango na kuingia kazini ni kiwango gani cha baraka kitaweza kukutunza na kukuhifadhi hata Yesu ajapo. Ndio maana anasema hakuwahi mtu kumwomba Mungu samaki akapewa nyoka, au mkate akapewa jiwe. Anajua namna ya kuandaa proportionate, kiwango cha kukutosha ili furaha yako ipate kuwa timilifu. Na ukitanua uelewa wako na uwezo wako kupokea makubwa kutoka kwa Mungu, Mungu ndiye anafungua makubwa kwa ajili yako. Maana anajua akikupa hayatageuka kuwa nyoka badala ya kuwa samaki. Nyoka ni vile vitu vyote ambavyo kwako vitakuletea maumivu, vitakuua, vitakuingizia sumu, vinaweza hata vikakuua. Mungu wetu hatuandalii mazingira rahisi kwamba naomba wepesi. Anatuimarisha sisi kuweza kufiti katika mazingira yote magumu na mepesi. Kwa Mungu hashughuliki na mazingira, anashughulika na wewe.
Ashughulike na mazingira ya nje, anashughulika na mazingira yako ya ndani, ili mazingira yako ya ndani yakiwa imara, hata ya nje yabadilikeje, wewe utaendelea kupushi maisha bila shida. Kuridhika sio siri ya kupata unachokitaka, bali ni kupenda ulichonacho huku ukisubiri baraka zaidi. Uridhika, usije ukasema kwamba Bwana unatufundisha turidhike, kwa hiyo sisi tubaki tu watu ambao hatuwezi kutake riski na kufanya mambo makubwa. Hapana. Ni kufurahia ulichonacho kwanza, halafu ukaendelea kusubiri baraka zaidi na kuweka mipango ya kusonga mbele zaidi, huku ukiwa na hiki ulichonacho, kishukuru na kumfurahia Mungu. Nguvu ya Kristo haikupi uwezo wa kushinda, inakupa uwezo wa kuvumilia. Moja ya package iliyomo kwenye nguvu ya Kristo ni kutoa uwezo wa kuvumilia mpaka jambo lipite kwa amani. Benki ya mbinguni haiwezi kapata crisis ukasikia imekufa, kama benki ilikuwa inaitwa Trigger, ilikufa hivi karibuni kwenye nchi yetu. Haikafilisika. Ameshatoa vitu vyote kwa ajili yako, na Mungu wa mbinguni akujaze kila unachokihitaji katika maisha yako kwa kadiri ya utukufu ulio katika Kristo Yesu. Wewe ni zaidi ya mkimbizi hapa duniani. Wewe ni raia wa mbinguni unaosubiri kurejea nyumbani. Sikubali stress za maisha, mapungufu ya kiuchumi, changamoto za kidunia, walimu wa uongo waliomwagwa katika kila eneo la dunia hii wakavuruga mission yako ya kwenda nyumbani. Usiruhusu mafanikio yako yakaifanya dunia yako kuwa mbingu yako. Dunia haijawahi kuwa mbingu na haitakuwa mbingu. Kimsingi imeandaliwa kwa ajili ya moto. Kwenu ni mbinguni. Fanya yote, ila usisahau uraia wako uko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi wetu ili aje atujengee mazingira mapya, nchi mpya na mbingu mpya. Je, unasema katika maisha nilikuwa nimevurugwa, kuna vitu nilikuwa nachanganya, kuna wakati nilikuwa niko busy na dunia mpaka nasahau raia wangu. Kuna mwingine anasema maisha yangu nayoishi sasa ni dunia tupu, imefurika kwenye fahamu yangu. Unasema unataka Mungu aingilie kati akusaidie ili hizi mbinu 5 ziweze kuwa mbinu za maisha yako. Mungu akutendee. Ninakuombea kwa Mungu wa mbinguni akuandike katika vitabu vya uraia wa mbinguni, ashawishi fahamu zako ziweze kutafakari yote katika Mungu, ukae katika uwepo wake. Baba, nakushukuru kwa ajili ya somo la leo. Asante kwa ajili ya mtoto wako, amesikia maneno haya na ameamua kuyafanya kwa maisha yake. Ninaomba Bwana usimpungukie kwa lolote. Nuru ya uso wako umwangazie, baraka zako zimfuate popote aendapo, katika jina la Yesu.